Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Leo nataka nikujie kwa title isemayo kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu ama walio tayari kulipa gharama. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu ama walio tayari kulipa gharama. Walio na nguvu ni watu gani? Ama walio tayari kulipa gharama ni watu gani? Na kwa nini walipe gharama? Na kwa nini wanaitwa wenye nguvu ndio watakaoteka ufalme? Hapo zamani za kale, mwanzo kabisa, wakati Mungu amemuumba Adamu, alipomuumba Adamu alimweka katika bustani ya Edeni ili ailime. Katika bustani ya Edeni mlikuwa mna kila kitu kipasacho uzima juu ya mwanadamu, na ile ndio ilikuwa enzi ya mwanadamu kuishi milele akiwa duniani. Sasa baada ya mwanadamu kuasi, Mungu akamfukuza katika enzi yake ya milele, na baada ya kumfukuza katika enzi yake ya milele akaweka ulinzi, kwa sababu tayari mwanadamu amechafuka. Ile enzi walitakiwa wakae ambao ni wasafi, ambao hawajatenda dhambi, ambao ni watakatifu, ambao ni wasafi wa mioyo. Sasa Mungu baada ya kuona kwamba Adamu ameshapoteza kigezo cha kukaa katika enzi yake ya milele ambao ni bustani ya Edeni, mlimokuwa na mti wa uzima wa milele, ndipo Mungu akaamua kumfukuza. Hakumfukuza tu, bali akaweka na ulinzi ili mwanadamu asije karudi katika ile bustani ya Edeni akaiendea ile njia ya mti wa uzima, akala matunda ya mti wa uzima, akaishi milele. Kwa nini Mungu aliweka ulinzi? Akaweka makerubi na upanga wa moto uliokuwa ukizunguka pande zote. Kwa nini Mungu aliweka hivyo? Aliweka hivyo kwa sababu alijua mwanadamu anaweza karudi, Adamu anaweza karudi akaenda kachuma, ili hali ni muovu, na eneo lile ni takatifu, linatakiwa likaliwe na watu watakatifu. Bustani ya Edeni ilikuwa takatifu, ni takatifu, inatakiwa kaliwe na mtu ambaye ni mtakatifu. Sasa kwa sababu mwanadamu ameshachafuka akafukuzwa, lakini mwanadamu alichosaidiwa ni mlango wa rehema. Mungu alimwekea mlango wa rehema, sio kama shetani. Shetani baada ya kufukuzwa mbinguni akatupwa milele, akalaniwa milele, na mlango wa rehema haupo, akawa anasubiri tu hukumu. Lakini Mungu alimuumba alipomfukuza mwanadamu akamwekea mlango wa rehema. Baada ya kumwekea mlango wa rehema mwanadamu, akataka mwanadamu ili kurudi kule inatakiwa alipe gharama, atumie nguvu zake zote ili aweze kurudi tena katika enzi yake ya milele. Ndio hiki kitu anachosema kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu ndio watakao uteka huo ufalme. Sasa nikusomee maandiko hayo. Baada ya maelezo hayo, yapo katika Mwanzo sura ile ya 3 na ule mstari wa 22. Anasema, Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka uko na uko kuilinda njia ya mti wa uzima. Kwa Mungu aliweka ulinzi, sio kwamba alimkatalia, sio kwamba alikataa asirudi tena. Aliweka mlango wa rehema, akaweka sasa utaratibu kwamba mwanadamu inatakiwa arudi kwa kulipa gharama yeye, kwa kutumia nguvu zake. Lakini imeenda akawa anachinja wanyama, akawa anachinja mifugo ili kujitakasa. Ikaonekana ule mwili uliotenda dhambi bado hautakasiki. Ndipo akamtuma Yesu. Alivyomtuma Yesu, Yesu ndo aliyekuja kuongea maneno hayo kwamba tangu Yohana hata sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu ni watu walio tayari kulipa gharama. Kwa nini aliongea hivyo? Yeye alikuja kuonesha mfano wa mwanadamu yeyote anayetaka kuirudia ile enzi anatakiwa ishije, anatakiwa lipeje gharama.
Kwa maisha ya Yesu yale aliyoishi ndo msingi wa chini, ndo kima cha chini, ndo msingi, ndo kima cha chini cha mwanadamu yoyote anayetaka kuingia mbinguni. Aishi kama Yesu alivyoishi. Aishi kama Yesu alivyoishi. Hiyo ndiyo maana ya Yesu kuongea vile. Alijua yeye ndiye amekuja kuonesha mfumo wa kuingia mbinguni, kwa sababu huwezi kaingia mbinguni, kuna gharama unatakiwa uzilipe. Unatakiwa ubatizwe kwa moto kama Yesu alivyobatizwa kwa moto, alivyoteswa, alivyosulubiwa. Kwa nini alisulubiwa? Alisulubiwa kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu ya kupinga ubaya, kwa sababu ya kupinga maovu, kwa sababu ya kuwakataza wabaya waache ubaya. Hicho ndo kilimfanya akasulubiwa, akateswa. Alivyoteswa, akauawa, ndipo akafufuka, akaonesha, akasema kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba bila kupitia kwangu. Yohana 14 mstari wa 6 hiyo. Mtu haji kwa Baba bila kupitia kwangu, akiwa na maana ya kwamba mtu hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mwanadamu hawezi kuirudia enzi yake aliyofukuzwa baada ya kutenda dhambi pale Edeni. Hawezi kuirudia enzi yake ambao Mungu alimwekea, alimtengenezea aweze kuishi milele duniani. Hawezi kuirudia pasipo kuishi, pasipo kupitia haya niliyopitia. Ndio maana akasema kwamba ikiwa wameufanyia mti mbichi hivi, je, si zaidi sana itakuweje kwa mti mkavu? Akiwa na maana ya kwamba kuingia mbinguni njia ni hii. Mlango wa rehema umewekwa. Mungu hajatufukuza jumla kama shetani. Ameweka mlango wa rehema. Huo mlango wa rehema hakusema tukae tu. Yote yaliisha pale Kalvari. Kwa sisi hatuna sababu ya kuendelea kupambana. Lakini utakutana na maandiko katika Yohana wa kwanza sura ile ya 3 na ule mstari wa 16, anasema kwamba yani, na hili ndilo pendo, kama yeye alivyoutoa mwili wake kwa ajili yetu, na sisi imetupasa kutoa uhai wetu kwa ajili yao ndugu. Akiwa na maana ya kwamba njia aliyoipita Yesu ya kufa, ya kuteswa kwa sababu ya kupinga mabaya, kwa sababu ya kuwatetea wanaoonewa, kwa sababu ya kupinga dhuluma, kupinga mabaya na wabaya, hiyo ndiyo njia unayotakiwa upite mwanadamu yoyote. Kama ilimpeleka kwenye kuuawa, kama hiyo njia ilimpeleka kwenye kuteswa, na mwanadamu mwingine yeyote unatakiwa na wewe upite hiyo njia, ikupeleke kwenye kuteswa, ikupeleke kwenye kuuawa. Ndo maana alisema kwamba yeye aliutoa uhai wetu kwa ajili yao ndugu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya wengine. Kama alimaliza yote pale Kalvari, kwa nini tena alitaka sisi tuutoe uhai wetu kwa ajili ya wengine? Ikiwa aliutoa uhai kwa ajili yetu sisi sote, inakueje tena anatuambia tuutoe uhai kwa ajili yao ndugu? Si inatosha yeye mwenyewe alivyoutoa uhai? Hiyo ina maana ya kwamba Yesu alikuja kuonesha njia. Yesu alikuja kutengeneza msingi, kima cha chini cha mwanadamu kuingia mbinguni, kuirudia enzi yake ni mwanadamu yeye kupita njia aliyopita Yesu. Kama mateso yaliyompata Yesu mpaka kuuawa ni kwa sababu ya kuwatetea wanaoonewa, kwa sababu ya kutenda mema, kwa sababu ya kupinga mabaya na wabaya, mwanadamu mwingine wewe inatakiwa na wewe uweze kuingia mbinguni kwa kufanya hivyo alivyofanya. Ndio maana alisema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana ili hali amyatendi ni waamuruyo? Kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Kwa sababu kuna misemo imetokea saizi. Anasema kwamba usipigane mwenyewe, muachie Yesu apigane. Vita yako sio ya kwako, ni ya Bwana. Kwa vita yetu sio yetu, ni ya Bwana. Kwa muachie Bwana apigane mwenyewe. Muachie, wewe ingia tu magotini kaombe. Kapige magoti, kajifungie ndani uombe ili Mungu amalize hivyo vita peke yako. Huo ni utaila ambao walokole wengi wamedharaulika. Walokole wengi wameonekana wa hovyo, wa ambao hawathaminiwi hata kidogo katika kizazi hiki, katika jamii. Hawathaminiwi. Kinaonekana ni kitu cha hovyo kwa sababu ya kuyachukulia mambo vibaya, kwa sababu ya ya kubeba uelewa potofu ambao wamepandikiziwa kwenye mioyo yao. Hawataki kujiwajibisha, hawataki kuwajibika kufanya yale ambayo Kristo aliyafanya, eti kwa sababu Yesu alimaliza yote. Kwa sisi hakuna sababu ya kuweza kuanza tena kupambana wakati Yesu mwenyewe aliyamaliza yote Kalvari. Imani hizo zipo, neema juu ya neema. Hicho kitu anakiamini kwamba sisi hatuna sababu, kwa vyote ruksa tuko
we nenda kazini kafanye yote. Tayari Yesu alishamaliza mlango wa rehema. Kwa hiyo yani Yesu alishamaliza kila kitu, hakuna sababu ya kutabika. Huo ni utaila na uelewa mbaya. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Ufalme wa Mungu unatekwa na walio tayari kulipa gharama ile ambayo Adamu baada ya kutenda dhambi alishindwa kuilipa. Kwa hiyo sisi wanadamu, ndo maana alivyosema tangu Yohana hata sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Manake lile lango limefunguliwa, anayetakiwa ingie pale aingie yeye kama yeye, wala tena sio mnyama atachinjwa pale. Yeye kama yeye, kwa kufuata njia Yesu aliyoipita, alivyoteswa, alivyobatizwa kwa moto, na sisi natakiwa tupite kwenye ubatizo huo wa moto. Hiyo ndiyo maana ya kuteka ufalme wa Mungu kwa kulipa gharama. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Amen.